Vita kati ya Iran na Marekani vimeendelea kuingia katika hatua mpya, huku mapigano yakiongeza gharama za kijeshi, kiuchumi na kidiplomasia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa vita hivyo sasa vimeingia katika hatua ambayo kila upande unajaribu kudhoofisha nguvu ya mwenzake bila kuingia katika uvamizi kamili wa nchi kwa nchi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema hadi sasa operation dhidi ya Iran imegharimu Marekani takriban dola bilioni 37.5, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiomba fedha zaidi kwa ajili ya kuendeleza operation hizo kutokana na hofu ya upungufu wa rasilimali. Aidha, wizara hiyo imesema takriban wanajeshi 100 wa Marekani wamejeruhiwa tangu mapigano hayo yaanze mwezi huu. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesema Marekani inaweza kulenga kituo cha chini cha ardhi kilichopo chini ya mlima Kalang, akidai kuwa eneo hilo linaweza kuhusishwa na shughuli za nyuklia na kufuatilia kwa ukaribu shughuli zinazofanyika. Kauli hiyo inaongeza mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao umeendelea kuwa chanzo kikuu cha mgogoro kati ya mataifa hayo. Aidha, Rais wa Marekani na Saudi Arabia wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa matumizi ya nyuklia kwa amani yatakayowezesha Riyadh kuendelea na mpango wake wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya teknolojia ya Marekani. Rais Trump amesema makubaliano ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia yatatekelezwa tu ikiwa Saudi Arabia itaitambua rasmi Israel na kujiunga na makubaliano ya Abraham Accords. Rais wa Marekani ametoa kauli hiyo kupitia mtandao wake wa Truth Social kuwa makubaliano hayo yanahusu matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia pekee na hayatakuwa na urutubishaji wa nyenzo za nyuklia. Hata hivyo, alisisitiza kuwa makubaliano haya hayataidhinishwa bila Saudi Arabia kujiunga na makubaliano ya Abraham yanayolenga kuimarisha uhusiano kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Hatua hii imezua mjadala mkubwa kutokana na mashirikiano kati ya Marekani na Saudi Arabia. Kwa upande wa Iran, viongozi wa nchi hiyo wameendelea kusisitiza kuwa hawataacha kujibu mashambulizi yoyote yatakayodai kuhatarisha usalama wa taifa lao. Tehran imeonya kuwa shambulizi lolote dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia au maeneo muhimu ya kimkakati litakabiliwa na majibu makali, huku akisisitiza kuwa ina haki ya kujilinda na kulinda maslahi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, kundi la waasi wa Houthi nchini Yemen linaloungwa mkono na Iran limetishia kuzuia meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kupita katika mlango wa Bab el-Mandeb. Endapo hatua hiyo itatekelezwa, wachambuzi wanaonya kuwa inaweza kuvuruga njia muhimu za biashara za kimataifa, kupanda bei za mafuta na kuongeza gharama za usafirishaji duniani. Kwa sasa juhudi za diplomasia za kupunguza mzozo huo zinaendelea, lakini bado hazijafikia mwafaka. Wataalamu wanaonya endapo mapigano yataendelea kuongezeka, athari zake hazitaishia Mashariki ya Kati pekee, bali zinaweza kuathiri uchumi wa dunia, usalama wa nishati na biashara za kimataifa. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255778584890. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.